Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Mheshimiwa Dr. Leonard Akwilapo amelitaka Shirika la Nyumba la Taifa NHC kufanya utafiti wa jinsi ya kujenga nyumba bora zenye gharama nafuu kwa wananchi wa kipato cha chini. Dr. Akwilapo amesema hayo leo tarehe 5 Januari 2026 wakati akizungumza na watumishi wa Shirika la Nyumba la Taifa NHC jijini Dar es Salaam akiwa na naibu wake Mheshimiwa Kaspa Moya wakati wa ziara ya siku moja yenye lengo la kufahamu shirika. Watanzania ni wanahitaji kuwa na makazi bora na kwa gharama nafuu. Makazi bora kwa gharama nafuu. Na kule ndani tumeongea tukasema shirika limekuwa likijenga nyumba za gharama nafuu na mimi niwekwa mteja wenu, lakini ule unafuu unazungumzwa, ule unafuu kwa nani? Utakuwa unafuu kwa nani? Kwa sababu kuna kaya nyingi za Watanzania, au sio? Sasa nafuu unaweza ukaambiwa hizi nyumba za gharama nafuu ukiongeza bei yake unaambiwa milioni 150. Sasa kuna mtu mwingine anashangaa sema, sasa unafuu wake uko wapi? Na mimi naamini shirika lina uwezo huo wa kufanya tafiti na kujenga nyumba za bei nafuu kwa kila kundi. Kwa hiyo leo hii nawaagiza mfanye tafiti za kina na kutoa majawabu. Swali ni nyumba ya bei nafuu kwa mfanyakazi wa kawaida ni ipi? Iwe bora, imara, lakini aweze kuipata. Tutafanya kazi kwa weledi na kuhakikisha kwamba yale ambayo tumearifu, yale matatizo ambayo tumearifu, sisi tutajitahidi kuyatatua mpaka tutakapofikia. Lakini tunaahidi kwamba hatutakubali kutengeneza matatizo mapya, changamoto mpya katika wizara tena mambo yanayohusu ardhi. Hiyo tumejihakikishia. Hatutaki kusikia hicho kitu. Na kule wizarani tunawaambia kila siku hatutaki kusikia yale mambo sijui hati. Mlimsikia Mheshimiwa Waziri Mkuu alipokuwa Lindi juzi. Hati ya kwanza inatoka na hati ya pili ya eneo hilo moja. Sisi tumesema sasa ni mwisho. Tutayatatua haya yaliyopo, lakini hatutaki kutengeneza tena. Na hii inazungumza kwa watumishi wote wa wizara nchi nzima. Hatutaki tena kutengeneza tatizo lingine lolote jipya. Tutaangalia kwenye records hii tatizo limetokea lini. Kama limetokea baada ya siku tamka hivi, tutahangaika na wewe mpaka tuhakikisha kwamba unajutia ulichokifanya ili liwe fundisho kwa wengine, kwa sababu ndio haki. Ndio wake naibu waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Mheshimiwa Kaspa Moya ameeleza kufurahishwa na mabadiliko ya kimfumo katika Shirika la Nyumba la Taifa. Jipende mwenyewe ili utafsiri upendo ule uende kwa mwingine, ili usipompenda yule ujue maumivu yake ni nini kwako. Sasa sijui kama nyinyi humu ndani pamoja na mkurugenzi na nyinyi mna mkakati wa kumiliki nyumba ili muijenge nchi yenu. Inawezekana tunaongea hapa tukawa kama fundi wale ambao wanatengeneza vitanda afu mwenyewe hana kitanda. Mimi nitawashangaa, na kwa upendo mkubwa sana naomba ili mujue, kwa sababu ardhi ipo ndani ya Wizara ya Ardhi. Kwa hiyo kama una kiwanja mimi nakushangaa. Tunaijenga nyumba, nyinyi ndio mnayejenga. Kama una nyumba mimi ninakushangaa. Awali wakati wa kikao na management ya Shirika la Nyumba la Taifa, mkurugenzi wa shirika hilo Bwana Hamad Abdullah alieleza mipango mikakati na utekelezaji wa miradi mbalimbali ya shirika hilo. Hizi ni ripoti za Chivihi Media kutokea jijini Dar es Salaam na mimi ni Heri Abdallah.